Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwenye ibada ya leo, mada ni kifungo ama jela. Tuombe. Bwana Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Neno hili Bwana, ninaomba ikatufungue akili. Tupate kukujua wewe, uliye mwaminifu na uliye wa kweli. Tupate kujua ya kwamba wewe ndiye uzima wetu. Wewe ndiye ulitumwa kutoka kwa Baba ili utupatie maneno ya uzima, ili tupate uokovu ulio wa milele. Ili ukatuondolee aibu zote Bwana Yesu Kristo, na ukatubariki. Na Bwana Yesu Kristo ukatuondolee magonjwa yote na laana zote, ili Bwana Yesu Kristo tupate kuwa watu ambao wamekamilika mbele zako. Injili hii Bwana Yesu Kristo, naomba kwa neema iliyo ndani yake ikatuwezeshe kufanya mambo yale ambayo hatungeweza kufanya kwa nguvu zetu wenyewe, na tufike mahali ambapo hatungeweza kufika kwa nguvu zetu wenyewe, ili neno ikawe liwe la msaada katika maisha yangu na katika maisha ya wale ambao wamesikiliza. Nimeomba hayo kwa jina lako Yesu Kristo na kuamini. Amen. Sasa katika kitabu cha Mathayo 25 verse number 36, Yesu anaongea. Hii ni wakati ambapo alikuwa anasema habari ya vile kutakuwa siku za mwisho. Sasa Biblia anasema, nilikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu akisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, na una kiu na tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Na lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amin nawaambia, kadiri mlivyotendea mmojawapo wa au ndugu zangu walio wadogo, mlitendea mimi. Sasa hapa Yesu anatoa habari za siku za mwisho, wakati wa hukumu, wakati ambapo atakaa kwa kiti cha hukumu, na kondoo ataweka katika mkono wa kuume na mbuzi ataweka katika mkono wa kushoto. Na kisha ataambia wale ambao wako katika mkono wa kuume ya kwamba nilikuwa kifungoni mkaja kuniona. Sasa hii akiongea habari za kwamba alikuwa kifungoni, na anasema ya kwamba yale mambo ambao mnafanyia wale wadogo, wale ambao ni ndugu zake wadogo, huwa mnamtendeanga yeye. Kwa hivyo wakati wale mandugu walio wadogo wakiwa kifungoni na sisi tukienda kuwatazama, kumbe ni Yesu ndio wanga tunamhudumia, ndio watu tunamtumikia. Kumbe wakati tunaenda kutazama wale ndugu walio wadogo wakiwa kifungoni, kumbe ni Yesu tunaenanga kuona. Wakati tunawafungua, kumbe ni ibada tunafanyianga Yesu. Sasa hii maana Yesu anasema kwamba nilikuwa kifungoni. Elewa, hii si kifungo ya kawaida ambayo wanaongelea. Sio ile ya jela, ile ya committee maximum remand prison. Kwa Biblia kukua kifungoni ni kukua kwenye dhambi. Unjamjua Kristo Yesu, haujamwamini Yesu Kristo, wewe bado uko kwenye dhambi, uko kifungoni. Ama pengine umemjua Kristo Yesu, lakini bado umekataa kuachana na dhambi tu, bado unatenda dhambi na uko kwa Kristo Yesu. Wewe bado ni mtu ambaye uko kifungoni na hujafunguliwa katika kifungo. Ndio maana Biblia inatuambia kitabu cha Matendo ya Mitume chapter 8, Acts of the Apostles chapter 8, tukianzia verse number 18. Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekelewa mikono na mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja na wewe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Una fungu wala sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu.
Basi tubia uovu huu mkuu, ukamwombe Bwana, ili yamkini usamehe fikiri hii ya moyo wako. Kwa maana na kuona katika uchungu kama nyongo, na tena katika kifungo cha uovu. Kwa hivyo nani anaambiwa? Simoni anaambiwa ya kwamba tubie uovu huo. Wakiona uovu wake, wanaona ya kwamba huyu jamaa baada yako katika kifungo cha uovu. Wakiona vile jamaa anataka kupeana fedha ili apokee kwa Mungu, hiyo ni uovu mbele ya Mungu, kwa sababu karama za Mungu haziuzwi. Kwa hivyo wakati ambapo huyu jamaa anataka kuweka biashara kwa neno la Mungu, hii ni uovu mbele za Mungu. Ndio maana anaambiwa ya kwamba na kuona ya kwamba uko katika uchungu kama nyongo, tena katika kifungo cha uovu. So huyu mtu bado ako captive to sin, ako katika kifungo cha uovu, kwa maana anataka kuleta biashara kwa neno la Mungu, na hiyo ni uovu. Kwa Kizungu Biblia inasema Acts 8:23, for I see that you are full of bitterness and captive to sin. Kwa hivyo when you are full of bitterness, when you are full of evil, you are captive to sin. Wewe bado katika kifungo cha uovu. Wewe umefungwa kwa minyororo za dhambi. Ile jela ambayo umefungwa ndani yake ni dhambi. Kwa hivyo dhambi ni jela kwa Biblia. Dhambi ni jela kwa Biblia. Dhambi ni jela kwa Biblia. Kwa hivyo ile ya kiroho, ile jela ambayo inaongelewa habari zake ni dhambi. Kwa hivyo wakati ambapo uko kwa dhambi, ujue uko kwa jela. Uko kwa jela. Ndio maana sasa pale Yesu anasema ya kwamba nilikuwa kifungoni mkakuja kuniona. Sasa wakati umefanya hayo, kwenda kuona wale walio wadogo wakiwa kifungoni, kumbe ni Yesu ndo umehudumia. Kwa hivyo wakati mtu ako kwa dhambi, huyo mtu ako kwa jela. When you are full of bitterness, you are captive to sin. Wewe uko in captivity. Sin is captivity. Captivity. Kama vile Simeoni analeta ujanja ya kuingiza pesa kwa huduma. Anataka apeane fedha, apewe Roho Mtakatifu, na yeye pia aende kuuza hiyo Roho Mtakatifu. Aende kuuza ili apate pesa na yeye. Kama vile saa hizi ibada iko, services za siku hizi ziko tu. Unapeana pesa, unapewa anointing oil. Unapewa pesa, unapewa maji, unaenda kufanyia miujiza. Hizo ni kifungo cha uovu, hizo ni captivity. Wale watu ambao wanaofanya hizo bado wako kwa kifungo cha dhambi. Hata kama wanahubiri, bado ni wafungwa, wako kwa jela. Sasa wakati ambapo uko kwa jela ya dhambi, yule mtu ambaye ako na uwezo wa kukutoa kwa jela ya dhambi ni Yesu Kristo. Kwa sababu yeye ndiye amepakwa mafuta na Mungu ili aweze kukutoa katika hii jela ya dhambi. Ndio maana anasema kitabu cha Luka 4 verse number 18, Roho wa Bwana juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Kwa hivyo yule mtu ambaye anatangazia wafungwa kufunguliwa kwao ni Yesu Kristo, na wafungwa ni wale watu ambao wako kwenye dhambi. Sasa yule mtu ambaye alikuja kufungua wale ambao wako kifungo cha uovu ni Yesu Kristo. Ndio wanga nasema kitabu cha John 8 ya kwamba mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Kwa hivyo yule mtu ambaye anatufungua tutoke katika kifungo cha uovu ni Yesu Kristo. Hakuna mtu mwingine anaweza akona nguvu ya kukufungua kutoka kwa hii jela ya dhambi. Ni Yesu peke yake. Akikuweka huru, utakuwa huru kweli kweli. Kwa hivyo mjue ya kwamba yeye ndiye akona authority ya kufungua watu kutoka katika hii jela. Mtu mwingine yoyote hawezi akakufungua, ni Yesu tu ndio anaweza akakufungua kutoka kwa hii jela. Sasa kitabu cha Luke for example chapter 19 verse number 30, Yesu anaongea, anaambia wanafunzi wake akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani yake mtaona mwanapunda amefungwa ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. Hajapandwa na mtu yeyote bado. Mfungueni mkaniletee hapa.
Na kama mtu akiwauliza mbona mnamfungua, semeni hivi, Bwana anamhitaji. Na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia. Na walipokuwa akimfungua mwanapunda, wenyewe waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja na yeye. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Kwa hivyo mwanapunda alikuwa amefungwa. Yule mtu ambaye alitoa amri za mwanapunda kufunguliwa ni Yesu Kristo. Sasa wakati mwanapunda amefunguliwa, alienda kwa Yesu, hakuenda popote pale. Na wakati mwanapunda alipoenda kwa Yesu, watu walitandika nguo zao juu ya mwanapunda na Yesu akapanda mwanapunda. Kwa hivyo sasa mwanapunda kuliko kubebana na mizigo sasa anambeba Yesu Kristo. Kuliko punda ama mwanapunda kubeba mizigo mzito, kwa sababu umejua punda kazi yake ni kubeba mizigo mizito. Sasa kuliko kubebana na mizigo mizito, sasa anambeba Yesu Kristo. Kadhalika na sisi pia wakati tulikuwa kama punda tunabebeshwa mizigo mizito ya dhambi na ibilisi. Wakati tumefunguliwa kutoka katika jela ya dhambi, kazi yetu sasa ni kubeba Yesu Kristo, ili kumpeleka kwa mataifa, kumtangaza. Tunambeba, tunamtangaza, tunatangaza jina lake kwa mataifa. For example, mtu kama Sauli, huyu ambaye aliitwa Paul mbeleni, huyu alikuwa ni muuaji, alikuwa na ua wa Kristo. Wale watu ambao wanaita jina la Yesu anawakamata, anaweka kwa jela na anawaua. Alikuwa anaenda mpaka kwa wakuu, anachukua amri. Hata kama umeondoka hiyo nchi umeenda kwa nchi nyingine, anakukujia na kushika na kuweka ndani ama anakuua. Sasa alikuwa anaharibu kanisa, alikuwa na ua wa Kristo. Sasa huyu jamaa alikuwa kwa jela ya uovu, alikuwa katika jela. Sasa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume chapter 9, wakati huyu Sauli alikuwa anaenda Damascus kwa ajili ya kushika Wakristo na kuwaweka ndani, Yesu alimtokelezea na mwangaza wa Yesu ikampiga na akakuwa kipofu. Lakini wakati ambapo Yesu Kristo alimpiga, aliamua kumbadilisha na akamwambia aende huko Damascus, huko atapata mwanafunzi ambaye anaitwa Anania, atamuombea na macho yake tarudi, na kuanzia hapo sasa atakuwa anafanya kazi ya kuhubiri injili. Yaani kwa hivyo sasa ameita Sauli akuja upande wake. Sasa Matendo ya Mitume 9:15 Biblia inasema, lakini Bwana akamwambia, huyu ni Anania, Yesu anaongea na Anania. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo changu kiteule, huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Kwa hivyo sasa Sauli kazi yake sasa ni kubeba jina la Yesu Kristo, kupeleka kwa mataifa, kwa wafalme na kwa wana wa Israeli. Sasa anabeba Kristo. Kama vile punda alikuwa amefungwa, wakati mwanapunda alifunguliwa, anabeba Yesu Kristo wakienda Yerusalemu. Sasa Sauli pia wakati amefunguliwa katika uovu wake ya kuua watu na kukamata watu, sasa anabeba jina la Yesu Kristo, anapeleka kwa mataifa, anatangaza habari njema za ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo sasa amefunguliwa kama vile punda naye alivyofunguliwa. Elewa hata kule mbeleni kwenye Old Testament kuna punda alikuwa anafanya kazi ya kubeba waganga. Yeye tu anabeba waganga. Kazi yake ni kubebana na waganga ili Waisraeli walaaniwe. Lakini wakati malaika wa Bwana alifika kwa hiyo punda, ilibidi mpaka punda aongee sasa. Sasa ule wakati punda alikuwa anabeba waganga, lakini sasa raundi sasa punda ambaye amefungwa, wakati amefunguliwa, hadi kubeba Yesu Kristo. Mambo ya kubebana na waganga sasa ni kando. Wewe pia wakati unabebana na waganga na wachawi na maovu zote, wakati utafunguliwa, utambeba Kristo Yesu. Utabeba jina lake na upeleke katika mataifa. Kwa hivyo ujue ya kwamba lile jela ambayo Biblia inaongea ndani habari zake hapa ni jela ya dhambi. Dhambi ni jela. Wakati unatenda dhambi, wewe bado uko kwa jela, umefungwa, uko kifungoni. Na yule mtu ambaye ana uwezo wa kukufungua ni Yesu Kristo. Yeye ndiye anafungua watu.
Yeye ndio Bwana amempaka mafuta ili afungue watu. Kwa hii Biblia mzima hakuna mtu ambaye kuna nguvu ya kukufungua kutoka katika dhambi. Hakuna hata moja. Ni Yesu peke yake ndio anafungua watu dhambi. Kwa hivyo ningependa niwache hapo. I hope tumebarikiwa na tumeelewa ya kwamba kumbe kukua katika dhambi ni kukua katika prison. Kukua katika dhambi ni kukua katika prison. Wakati uko na mapepo, wakati unasumbuliwa na maovu, wewe uko katika dhambi. You are in bondage. For example, kitabu cha Luka 28:26. Huu ni Yesu Kristo na wanafunzi wake wanapitia Gerasi, nchi ya Wagerasi. Wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi inayoelekea Galilaya. Na aliposhuka pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani ila makaburini. Alipomwona Yesu alipiga kelele, akaanguka mbele zake kwa sauti kuu, "Nina nini nawe, mwana wa Mungu aliye juu? Nakusihi usinitese." Kwa maana ameamuru yule pepo mchafu amtoke yule mtu. Maana amepagawa na mara mingi hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu, akavikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo. Sasa kule Wagerasi, nchi ya Wagerasi, pia kuna mtu alikuwa kwa jela ya dhambi. Alikuwa kifungoni. Mapepo zilikuwa zimejaa ndani yake. Mapepo za kila aina. Kwa hivyo yeye hata hakuwa anakaa nyumbani, alikuwa anakaa makaburini. Alikuwa anafanya kazi ya kulia, kujikata kwa mawe. Alikuwa katika mateso, ako uchi, hana nguo. Yaani alikuwa kifungoni. Alikuwa jela. Amefungwa mpaka na minyororo, kukuonyesha kwamba huyu jamaa kwa jela huyu. Kwa maana zikule jela wasana fungwa na minyororo. Sasa huyu mtu pia alikuwa amefungwa na minyororo. Yaani alikuwa katika kifungo cha uovu, alikuwa katika jela ya shetani ya dhambi, ya uovu. Lakini wakati Yesu Kristo alipompata, aliweza kutoa hao mapepo kwake. Akakuwa free. Akavaa nguo, akatoka kwa hiyo kifungo. Sasa wakati huyu jamaa alifunguliwa, akaambia Yesu, nataka nikufuate. Yesu akamwambia, hapana, usinifuate. Enda ukahubiri jinsi Bwana amekutendea. Akaenda kwa miji akihubiri habari za Yesu Kristo. Akaenda Decapolis, miji 10, akihubiri habari za Yesu Kristo. Kwa hivyo wakati amefunguliwa, ameenda kuhubiri injili. Wakati ambapo mwanapunda amefunguliwa, anabeba Yesu Kristo. Wakati ambapo Sauli amefunguliwa kutoka kwa uovu, anapeleka jina la Yesu Kristo kwa mataifa. Wakati huyu jamaa wa mapepo wa Gerasi alipotolewa mapepo na Yesu Kristo, alienda kuhubiri Yesu Kristo katika Decapolis na hizo miji zingine zote. Kwa hivyo na wewe, wakati ambapo Yesu Kristo alikufungua, unafanya kazi gani? Wakati Yesu alikutoa katika jela ya uovu na dhambi, kazi gani unafanya? Ni kukaa tu? It is high time tubadilike. Tuone ya kwamba hiyo kufunguliwa sio ili ukae ndani, upeleke jina lake kwa mataifa. I hope mko blessed na hii injili kidogo ambayo tumehubiri. Have a nice day in the name of Jesus Christ.